Somo kuu ni Pasaka. Mada kuu ni Pasaka, lakini leo tutaanza na mada ndogo inayoitwa kufufuka kwa Yesu. Mada ndogo inayoitwa kufufuka kwa Yesu. Andiko letu kuu litakuwa ni Marko 16:1-7, lakini pia Mathayo 28:1-10. Sehemu ya utangulizi ina jambo moja ambalo kwa leo tutakwenda kuliona. Yako mambo mengi, lakini leo tutakwenda kuona jambo moja linaloitwa nini maana ya kufufuka kwa Yesu. Nini maana ya kufufuka kwa Yesu? Lakini kabla hatujaendelea, twende nikakusomea andiko kuu. Hapa maandiko yako mawili, nitasoma moja. Nitasoma lile la Marko 16:1-7. Nitachukua mistari miwili ya mwisho, maana yake mstari wa 5-7. Injili ya Yesu kama ilivyoandikwa na Marko 16:5-7. Biblia inasema, wakaingia kaburini, wakaona kijana ameketi upande wa kuume, amevaa vazi jeupe, wakastaajabu. Naye akawaambia, msistaajabu, mnamtafuta Yesu wa Nazareti, aliyesulubiwa. Amefufuka, hayupo hapa. Watazameni mahali walipomweka. Lakini enendeni zenu mkawaambie wanafunzi wake na Petro ya kwamba awatangulia kwenda Galilaya, huko mtamwona kama alivyowaambia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hilo ni andiko kuu. Kutokana na muda wangu sitolifafanua lote, lakini kwa ufupi tu, ili ni andiko au ni moja ya maandiko yanayothibitisha kwamba Yesu alifufuka. Ni moja ya maandiko yanayothibitisha Yesu alifufuka. Na yanathibitisha vipi? Tunaona hapa Mariamu Magdalena na Mariamu mama yake Yakobo na Salome, ambao Biblia inaeleza kwamba ilipofika siku ile ya alfajiri, siku ya kwanza ya juma, wakatoka alfajiri kwa ajili ya kwenda kaburini, kwenda kupaka manukato kwenye mwili wa Yesu. Lakini wakiwa njiani wakawa wanasemezana, wanasema ya kwamba tukifika kule, ni nani sasa atakaye kuja kutuvilingishia lile jiwe ambalo limeziba pale kwenye kaburi? Maana kaburi alikuwa chini, ilikuwa ni kama pango, ilikuwa ni pango kwenye mwamba, jiwe kubwa. Kwa hiyo ilikuwa ni kama pango. Sasa wakiwa wanajiuliza huku wanaendelea na safari, walipofika wakashangaa, wakakuta jiwe limetolewa, na wanapoingia ndani wanamkuta kijana. Biblia inasema ni kijana, lakini sasa kwa uchimbuzi zaidi hakuwa ni kijana, ni Yesu mwenyewe. Amen. Alikuwa ni Yesu
mwenyewe akawapa maelekezo kwamba hapa hayupo. Twende tukaone utangulizi wetu. Utangulizi nimesema una jambo moja kwa leo, na hilo jambo tunakwenda kuliona nini maana ya kufufuka kwa Yesu. Nini maana ya kufufuka kwa Yesu? Hapa nitatumia neno moja la Kiyunani ambalo litatupa maana ya nini maana ya kufufuka kwa Yesu. Neno hilo la Kiyunani linaitwa anastasis. Anastasis. Andika hivyo lakini s ya mwisho usiweke i. Anastasis. Neno hili la Kiyunani lina maana ifuatayo. Maana ya kwanza ni kusimama tena. Kusimama tena. Kusimama tena. Neno kusimama tena lina maana ya kwamba huyu mtu kabla ya hapo alikuwa anasimama, lakini ukafika muda akawa hasimami. Kwa hiyo akasimama tena kama alivyokuwa mwanzo. Lakini sasa tena ya hapa ni kwamba ilipita hata ule usimamaji aliokuwa nao mwanzo. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake ni kwamba Yesu alipofufuka, akufufuka na mwili huwa kawaida aliokuwa nao mwanzo. Alifufuka na mwili ambao amen. Kwa hiyo akasimama tena. Andiko linalothibitisha ni Marko tulioisoma 1-7. Maana yake Marko 16:1-7. Neno anastasis liko hapo. Lakini pia maana ya nyingine ni kufufuka kutoka kwa wafu. Wafu ni watu gani? Ni watu ambao wamekufa lakini wamefufuka tena, wanaitwa wafu. Bwana Yesu asifiwe. Amefufuka kutoka kuwa mtu aliyekufa na kuwa mzima tena. Haleluya. Amefufuka kutoka kwenye kufa na kuwa mzima tena. Na kuwa mzima tena. Kwa hiyo Yesu wetu sisi hajafa, hayuko makaburini. Hayuko makaburini, amefufuka. 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 Kitabu cha Mathayo 28 mstari wa 1-8. Mathayo 28:1-8. 28:1-8. Bado naendelea kukupa maana ya hili neno anastasis. Bado naendelea kukupa maana ya hili neno anastasis. Maana ya nyingine ya hili neno ni kuinuka tena. Kuinuka tena. Kuinuka tena. Kuinuka tena. Inapatikana wapi? Tunaliona kwenye Luka 24:1-12. Hapo kuna neno anastasis. Maana yake kuinuka tena. Kuinuka tena. Na rejelea nyuma ni kwamba huyu mtu alikuwa yuko sawasawa. Sasa kikatokea jambo fulani, na hilo jambo ni kwamba akateswa na wanadamu kwa ajili ya kutimiza kile ambacho Mungu amemwagiza. Na hiko kitu kinaitwaje? Ni ukombozi kwa mwanadamu. Baada ya kupata mateso akakata roho. Maana yake akafa. Maana yake akafa. Na kufa huku, kuna baadhi ya imani wanasema kwamba Yesu hakufa, alizirai. Jibu ni kwamba alikufa kweli. Alikufa kweli. Na akapelekwa kuzikwa makaburini. Akapelekwa kuzikwa makaburini. Baada ya kuzikwa, siku ya kwanza akakaa kaburini, siku ya pili akakaa kaburini, siku ya tatu akafufuka. Siku ya tatu akafufuka. Huko kufufuka tunaita kuinuka tena.
akainuka tena, akainuka tena. Yesu tunayemwabudu yeye hajakaa kule mpaka leo, ameinuka tena, ameinuka tena, ameinuka tena. Hivyo ninalo neno juu yako ya kwamba utainuka tena. Leo ni siku ya kuinuka tena, ni siku ya kuinuka tena. Kama Kristo ameinuka tena, hata wewe unakwenda kuinuka tena, unakwenda kuinuka tena, unakwenda kuinuka tena, unakwenda kuinuka tena, unakwenda kuinuka tena katika maombi, unakwenda kuinuka tena katika kumtumikia Mungu, unakwenda kuinuka tena katika huduma yako, unakwenda kuinuka tena. Na nataka nikwambie, ogopa sana mtu akiinuka tena. Haleluya. Ogopa sana mtu akifanyaje? Akiinuka tena. Akifanyaje? Akiinuka tena. Akiinuka tena. Kwa sababu anakuwa na nguvu isiyokuwa ya kawaida. Anasema ya kwamba siwezi nikarudia kama nilivyorudia nyuma. Lile jambo lililoniangusha nyuma, sasa hivi nitahakikisha niangushi. Halo, ninasonga mbele, nitasonga mbele, nitasonga mbele kwa nguvu mpya isiyokuwa ya kawaida. Pokea kuinuka tena katika jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Nimekupa andiko. Naenda ya mwisho. Ya mwisho inaitwa ufufuo. Ili neno anastasis pia lina maana ya ufufuo. Huwezi ukatamka ufufuo kwa mtu ambaye ni mzima. Kama amezirai, huyo tunasema hawezi kufufuka. Ili tuseme kwamba huyu bwana amefufuka, maana yake lazima tuhakikishe kwamba alikufa. Lazima tuhakikishe kwamba alifanyaje? Alikufa huyu mtu. Kama hajafa tuseme huyu amefufuka, tunasema amezinduka. Tunasema amefanyaje? Amezinduka. Yesu alifufuka. Yesu alifanyaje? Alifufuka. 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 Haleluya. Matendo ya Mitume 1:22 ambayo yanathibitisha hilo kwamba Yesu amefufuka. Ufufuo. Na Petro wa kwanza, waraka wa kwanza wa Petro, Mtume 1:3. Haleluya. Tunaelewana? Are you here? Are you here? Are you here? Are you here? Punga mikono namna hii kama unanielewa. Ongeza makofi kwa Bwana Yesu aliyeshinda kifo na mauti. Hauna haja ya kukaa kinyonge wewe. Usikae kinyonge wewe. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Acha nikupe lengo la somo. Lengo la somo letu ni kwamba tunasema ni kuonyesha nguvu na umuhimu wa kufufuka kwa Yesu. Kuonesha nguvu na umuhimu wa kufufuka kwa Yesu. Kwa nani? Katika maisha ya muamini au mtu aliyeokoka. Hilo ndio lengo la somo. Sasa somo letu liko na mambo mengi sana kwenye mada hii ya kufufuka kwa Yesu. Ila leo tutakwenda kuona jambo moja linaloitwa umuhimu wa ufufuo wa Yesu kwa maisha ya muamini au mtu aliyeokoka. Ufufuo wa Yesu una umuhimu gani kwa maisha ya muamini au mtu aliyeokoka? Umuhimu namba 1, tunasema ufufuo wa Yesu ni msingi wa imani ya wokovu. Ni msingi wa imani ya wokovu. Wathesalonike wa kwanza 4:17. Wathesalonike wa kwanza
4:17. Itasoma. Biblia inasema, kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Bwana Yesu asifiwe. Ufufuo wa Yesu ni msingi wa imani ya maisha ya mtu aliyeokoka au maisha ya wokovu. Kwa nini watu ambao wamempokea Yesu, wamemwamini Yesu, tunaamini ya kwamba tutafanyaje? Tutanyakuliwa. Na tuamini kwamba eti tuko hapa basi mpaka tukifa tutakuwa tutanyakuliwa. No, sasa hivi hapa tunasema kwamba Yesu anarudi wakati wowote. Amen. Wakati wowote tuwe tayari. Ndio imani iko hivyo. Imani iko hivyo. Imani yetu kwa Yesu ni kwamba tutanyakuliwa wakati wowote tukiwa hai hivi. Amen. Tukiwa hai hivi. Wangapi wanaamini hivyo kwamba? Sasa ukiwa unaamini hivyo, maisha yako yote yatakuwa katika hali ya utayari kwa ajili ya kwenda mbinguni. Haleluya. Haleluya. Tunaamini hivyo kwamba Yesu atarudi, atatukuta tukiwa wazima na tutakwenda naye mbinguni. Atafika pale na sisi tutaenda pale kumlaki, tutaondoka. Amen. Tunaamini hivyo. Tunaamini hivyo. Lakini Wakorintho wa kwanza 15:51 mpaka 52. Hilo utakwenda kusoma nyumbani. Taka niende haraka. Jambo la pili au umuhimu wa pili tunaita ni tumaini la uzima wa milele. Tendo la ufufuo, Yesu kufufuka, tunasema ni tumaini la uzima wa milele. Amen. Tumaini la uzima wa milele, kwamba hata kama Yesu akija akatukuta sisi tumeshakufa, bado tuna nafasi ya kurithi uzima wa milele. Kwa nini? Tutafufuliwa. Tutafufuliwa na nani? Tutafufuliwa na yeye aliyefufuka. Amen. Mtu aweza akakwambia, bwana, mimi nitakuja kukufufua, wakati mwenyewe kazikwa kule bado ni mifupa, hajafufuka. Amen. Hajafufuka. Kwa hiyo Yesu wetu tunayemwamini ni kwamba yeye amezikwa na amefufuka. Amefufuka. Huo ni uthibitisho tosha wa kuamini kwamba kumbe tulichokiamini kumbe ni sahihi. Ni sahihi. Kwa nini? Ametuonyesha mfano. Yeye amekufa na amefufuka. Kwa na sisi tutafufuliwa. Maandiko yako mengi sana. Chukua yote kasome nyumbani. Kile nikutajia moja linakutosha. Wakorintho wa kwanza 15:12 mpaka 15. Nikupe umuhimu wa tatu, ni uthibitisho. Umuhimu wa tatu ni uthibitisho mkuu wa uungu wake. Ni uthibitisho mkuu wa uungu wake na kutimiliza unabii ulionenwa na manabii pamoja na yeye mwenyewe. Uthibitisho mkuu wa uungu wake na kutimiliza unabii ulionenwa na manabii na yeye mwenyewe. Ile tendo la Yesu kufufuka halikutokea tu from nowhere likastaajabisha watu. No. Kama ni watu ambao wako makini, walikwisha jua kabla kwamba huyu hata kama akifa atafenyeje? Atafufuka. Kwa nini? Mwenyewe alishasema. Alisema wapi kwamba atafufuka siku ya tatu? Maandiko ninayo. Yohana 2:19.
Yohana 2:19, Marko 8:31, lakini tena Marko 9:31, tena hiyo Marko 10:31 mpaka 34.